Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Hoja iliyojadiliwa na baadhi ya wabunge kuhusu ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwamba ihakikishe inasimamia mwenendo wa vyama vya siasa kwa kuendelea kuchunguza na kufuatilia mienendo ya vyama hivyo ili vizingatie sheria, kanuni, taratibu na weledi kwa ustawi wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, kwenye eneo hili serikali imepokea ushauri wa kamati lakini pia waheshimiwa wabunge na inaahidi kufanyia kazi kwa kuiwezesha ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kusimamia utekelezaji wake wa sheria ili kuhakikisha kwamba vyama vyote vya siasa vinatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia katiba, sheria na kanuni zilizokubalika kwenye nchi yetu. Lakini pia Mheshimiwa Spika, mwaka huu 2019-2020 ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ilichunguza na kuvitaka baadhi ya vyama vya siasa vilivyotuhumiwa kuvunja sheria kufuata utaratibu na maelekezo ya msingi yalitolewa na msajili. Kwa ni matumaini yangu kwamba maelekezo yale yatazingatiwa. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha kwamba vyama vya siasa vinakidhi na kutekeleza matakwa ya sheria zinazosimamiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ofisi inaendelea kufanya uhakiki wa vyama vya siasa kuhusu utekelezaji wa masharti hayo na matakwa mengine ya kisheria ili vyama hivyo viweze kufuata sheria hiyo, ikiwemo na sheria ya gharama za uchaguzi, hasa kipindi hiki tukielekea kwenye chaguzi. Hoja nyingine ambayo ilikuwa imejitokeza Mheshimiwa Spika ni ile inayosema serikali iangalie upya taratibu za utoaji wa vibali vya kazi na ukaazi kwa wataalamu kutoka nje, ikiwemo kuzingatia wataalamu ambao hawana elimu rasmi lakini wana ujuzi katika sekta kama vile ukataji wa vito sambamba na upunguza gharama za vibali vya kazi ili kuvutia wawekezaji. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mavunde ameitolea ufafanuzi, lakini naomba niseme machache juu ya hili kwamba utoaji wa vibali vya kazi kwa raia wa kigeni unazingatia matakwa ya Sera ya Taifa ya Ajira ya mwaka 2008. Sera hiyo inabainisha kuwa ajira za wataalamu wa kigeni ulenga zaidi katika kuziba pengo la ujuzi adimu na teknolojia. Kwa msingi huo, serikali imeendelea kuzingatia vigezo muhimu vyenye kuhusisha elimu, ujuzi na uzoefu wa kazi husika katika utoaji wa vibali vya kazi kwa wageni ambao wanaingia hapa nchini. Mheshimiwa Spika, kuhusu gharama za vibali vya kazi, serikali inaendelea kukusanya maoni kwa lengo la kuifanyia mapitio sheria husika ambapo masuala ya ada pia yanaweza pia kuangaliwa. Hata hivyo, changamoto kubwa kwa wawekezaji si kiwango cha ada bali ni muda mrefu ambao umekuwa ukitumika kuomba kibali hicho hadi kutolewa, na tumefanya maboresho ili pia vinapoombwa vibali hivi viweze kutolewa kwa muda mfupi zaidi. Serikali inakamilisha mfumo wa tehama kwa ajili ya utoaji wa vibali vya kazi ili kurahisisha utoaji wa vibali hivyo kwa kipindi kifupi sana. Hivi sasa kazi ya kuweka miundombinu stahiki inaendelea na utaratibu wa kuzindua mfumo huo utafanywa siku za karibuni ili mfumo huo uanze kufanya kazi. Mheshimiwa Spika, hoja nyingine ilikuwa ni serikali iboreshe miradi ya umwagiliaji pamoja na miundombinu yake ili kuongeza uzalishaji wa chakula hapa nchini. Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba nchi yetu tunategemea sana mvua badala ya kuimarisha umwagiliaji katika kilimo, na kwa maana hiyo mwaka ambako hakutakuwa na mvua nchi yetu inaweza kuingia kwenye baa la njaa. Serikali inatambua tulikuwa na taasisi ya umwagiliaji na awali taasisi hii ilikuwa chini ya Wizara ya Maji. Hatua ya kwanza tumeiondoa kutoka Wizara ya Maji, tumeipeleka Wizara ya Kilimo, wizara ambayo inahusika na swala la kilimo ili iweze kuiratibu kwa ukaribu. Bado tume ipo na inaendelea kufanya kazi yake. Tumefanya mabadiliko kadhaa ndani ya Wizara ya Kilimo ikiwemo na kuondoa wakurugenzi 7 ambao walikuwa na ratibu awali kutokana na matatizo mbalimbali yaliyojitokeza kwenye wizara hiyo, kwenye tume hiyo. Na sasa tumeunda timu, lakini pia tumeifanya maboresho ya ufunguzi wa ofisi zake. Awali ilikuwa iko makao makuu peke yake na kwenye kanda. Sasa tumefungua ofisi za mikoa 26 ambazo zitakuwa na maafisa umwagiliaji, lakini tumepeleka maafisa umwagiliaji 34 kwenye ngazi za wilaya na kwenye wilaya ambazo zina miradi ya umwagiliaji na wanaendelea kufanya kazi yao.
ili waratibu kwa ukaribu miradi hiyo chini ya usimamizi wa halmashauri za wilaya wakishirikiana na afisa kilimo. Lengo ni kuhakikisha kwamba kila mradi ulio katika kila halmashauri, mradi wa umwagiliaji, unapata msimamizi mtaalamu ambaye ni kutoka Tume ya Umwagiliaji. Tayari wataalamu wa umwagiliaji wameanza kupelekwa maeneo yote na kazi zimeanza, na hatua hizo zinalenga kuiwezesha tume hiyo kusimamia ipasavyo shughuli za umwagiliaji nchini ili kuongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji kutoka hekta 475,056 na sasa hadi hekta 1,000,000. Malengo yetu ifikapo mwaka 2025 tuwe tumefikia hatua hiyo. Mheshimiwa Spika, nikiwa na hitimisha hoja yangu, haya ndio machache yalikuwa yamejitokeza. Yako mengine machache kama vile eneo la ushirika ambalo lilichangiwa na Mheshimiwa mbunge kutoka mkoa wa Kagera alipokuwa anaonyesha kutoridhishwa na ushirika ulioko mkoani Kagera. Nikiri kwamba ushirika huu toka awali haukuwa na mwelekeo mzuri. Ushirika baadaye iligeuka kuwa ni maeneo ya watu wanaopata nafasi ya kuongoza kuwa ni maeneo ya kula. Tulichofanya ni kufanya mapitio ya ushirika huu na kufanya maboresho, lakini pia kufanya uhakiki wa kina katika kila ushirika, kuona ushirika ulikuwa na nini na maboresho yake, na hatimaye kubadilisha mfumo wa uendeshaji wa ushirika. Kwa sasa, baada ya uhakiki wa maeneo yote ya vyama vikuu vya ushirika na kubaini kwamba kulikuwa na ubadhirifu mkubwa, ikiwemo na WETCO mkoani Tabora, NCU mkoani Mwanza, KNCU mkoani Kilimanjaro, lakini pia KCB, KBC, KCU, KBCU ya kule Kagera. Lakini pia hapa karibuni tumeenda kwenye Mkonge. Maeneo haya tumefanya uhakiki na kugundua kwamba ziko mali nyingi za ushirika zimetoweka, zimechukuliwa na watu bila utaratibu na kukatisha wakulima kujiunga kwenye ushirika huo. Baada ya hatua hii, tumeanza kusimamia ushirika huu kurudi kwenye nafasi yake. Kwa hiyo tumeendelea kuboresha ushirika huo, ikiwemo na kusimamia tume ya ushirika ambayo inaratibu ushirika. Sasa huko ushirika kwenye maeneo mengi. Huko ushirika kwenye mazao ya kilimo ambako pia kuna vyama vikuu vya ushirika vya kilimo vya mazao ya kilimo, lakini kuna ushirika wa fedha ambao unasimamiwa na taasisi za fedha, wote huko chini ya tume ya ushirika. Kwa sasa tuko kwenye mjadala na wadau wa kuiondoa tume ya ushirika kutoka Wizara ya Kilimo ikae kwenye wizara ama ofisi ya Waziri Mkuu au ofisi ya Rais, ili iweze kufanya kazi ya kusimamia ushirika wote ulioko katika wizara zote ikiwemo na kilimo, wizara ya fedha na maeneo mengine, uweze kupata mafanikio makubwa zaidi baada ya kuweka kwenye ushirika, tukiwa tunajua kuna wana ushirika waliojiwekea fedha za akiba na mikopo na kukopa kwenye sekta ya fedha. Haya ni malengo ya kuboresha ushirika kwenye maeneo haya. Sasa ushirika wa mazao ambao tunaopata hapa ni kwamba wao kazi yao ni kusimamia biashara ya mazao, lakini pia ushirika huu unatakiwa usimamie kuanzia maandalizi ya kilimo mpaka masoko yake. Kasoro zote zilizojitokeza zinaendelea kurekebishwa ili ushirika huu uwe na tija kwa wakulima, na tumeanza kuona manufaa kwenye maeneo mengi ambayo ushirika huu unaanza kusimamiwa. Masoko ya mazao mengi yanaanza kufikiwa vizuri pamoja na kasoro hizo, lakini tunaendelea kuimarisha. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge ambao pia ni wajumbe wa ushirika kwenye maeneo yenu au mnao wana ushirika wenye malalamiko kwenye maeneo yenu, endeleeni kuwa na matumaini kwamba mwisho wa zoezi la kuimarisha ushirika huu tutakuwa na ushirika ambao utakuwa unaringiwa na wakulima wetu. Kuna sekta ya ajira. Mheshimiwa Spika, sekta ya ajira ilizungumzwa vizuri kwenye hoja yangu nilipokuwa nawasilisha. Naomba tu nifanye marejeo. Ni kwamba rais wetu Dr. John Pombe Magufuli alipokuwa anaingia madarakani, moja ya kilio cha Watanzania ilikuwa ni kukosekana kwa ajira, na alipokuja na kauli mbiu ya kuboresha uchumi kupitia viwanda, moja kati ya mkakati ni kufungua milango ya ajira kwenye viwanda vinavyojengwa. Leo hii tunashuhudia viwanda vingi vinavyojengwa nchini vinatoa nafasi za ajira za Watanzania bila kujali elimu. Wako wanaoajiriwa wasiokuwa na elimu kabisa, elimu ya kati mpaka elimu ya juu, na ndio ambayo ndio malengo yalikuwepo ya uanzishaji wa viwanda pia.
Lakini pia ajira tumeifungua kwa kuanzisha miradi mingi ya kimkakati. Miradi yote ya kimkakati imetengeneza ajira kwa kuajiri vijana wanaosaidia kufanya kazi, lakini wataalamu, bado kuna wajasiriamali, wafanyabiashara, wenye makampuni wamepata ajira kupitia miradi hii mikubwa. Hata ile ujenzi wa vituo vya afya, hospitali, miradi ya maji nayo pia imetengeneza fursa za ajira kwa wale ambao wako kwenye maeneo haya. Kwa swala la ajira ni pana na ni endelevu kama nilivyosema kwenye wakati nawasilisha hoja. Lakini sisi tunachofanya pia, tumeweka programu ya kuwapa ujuzi wa Tanzania wasiokuwa na ujuzi ili waweze kuajirika kwenye sekta mbalimbali, lakini pia waweze kujiajiri kutumia ufundi walionao. Lakini pia tumetoa fursa za ofisi za serikali kushiriki kikamilifu katika kuboresha hizi ajira kwa kutengeneza mifumo itakayowapatia mtaji vijana au makundi mbalimbali ili nao pia waweze kujiajiri kwa kuanzisha biashara mbalimbali au miradi mbalimbali ambayo itaweza kuwapatia vipato. Pamoja na kuhakikisha tunahamasisha eneo la ajira, tumetoa fursa kwa kuzungumza na taasisi za fedha kutoa mikopo mbalimbali kwa wajasiriamali ili wawe na mitaji ya kuanzisha biashara zao ikiwa ni sehemu ya ajira. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.